Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Lakini wakati huu tunakufahamisha kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ambazo zinadaiwa kwamba ni hatari kutokana na uwepo wa silaha, lakini pia na namna ambavyo zipo kwa ajili ya kulinda maslahi ya Marekani. Marekani imetengeneza vikosi muhimu vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati na wanajeshi katika zaidi ya nchi 12 na meli za kijeshi katika maji ya eneo hilo kwa ujumla. Marekani na kambi za kijeshi katika angalau maeneo 19, 8 kati yao inachukuliwa kuwa kambi za kudumu na wachambuzi wengi wa kikanda wanaeleza hayo. Kambi hizi kwa sasa zina wanajeshi 40,000 wakiwemo raia pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, ndege za kivita na meli za kivita. Kufuatia shambulio la Marekani dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran, vituo hivyo viliwekwa tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote dhidi ya Iran katika kipindi cha vita, ambapo serikali ya Iran ikiwa tayari imeonya kwamba ingefanya chaguzi yoyote na kufanya shambulizi la aina yoyote. Uwepo wa Marekani katika eneo hilo ambalo wakati wa vita vya Iraq na Afghanistan ulifikia zaidi ya wanajeshi 160,000 uliimarishwa mwaka uliopita kutokana na mvutano kati ya Israel na Iran na kujibu mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Wahouthi wa Yemen dhidi ya meli za kibiashara na kijeshi katika eneo la Bahari Nyekundu. Lakini katika siku za hivi karibuni, kwa kutarajia mashambulizi na kulinda wafanyakazi katika tukio la jibu kubwa ambalo Tehran ilisema Marekani ilikuwa imeomba kuondoka kwa hiari kwa wanajeshi kutoka katika baadhi ya kambi. Lakini inatajwa kwamba kambi hizi ni hatari sana na zipo katika maeneo yafuatayo. Kwanza ni Bahrain. Ufalme huo mdogo ni nyumbani mwa kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani kinachohusika na vikosi vya wanamaji katika Ghuba ya Uajemi, Bahari Nyekundu, Bahari ya Arabia na pwani ya Afrika Mashariki kusini hadi Kenya. Kituo hicho kinajulikana kwa shughuli za usaidizi wa wanamaji Bahrain na pia kina makao yake ya kamandi kuu ya kikosi cha wanamaji wa Marekani. Kina wanajeshi 9,000 tu wa Marekani ambao wametumwa katika eneo hilo. Meli kadhaa za kijeshi za wanamaji wa Marekani zipo katika bandari ya Bahrain ambayo ina maji yenye kina kirefu yanayoweza kuruhusu kuingia kwa meli za kina kirefu kama vile USS Carl Vinson na nyinginezo nyingi za kubeba ndege za kivita, na ni miongoni mwa vyombo 4 vya kusafiri maeneo ya mgodi na vyombo 2 vya msaada wa vifaa vya kimkakati. Lakini eneo jingine ni kambi iliyopo huko Kuwait. Kuwait ni moja kati ya nchi zenye idadi kubwa ya kambi za kijeshi za Marekani. Miongoni mwao ni Camp Arif Jan, nyumbani mwa makao makuu ya kitengo cha CENTCOM cha jeshi la Marekani. Kituo hiki kinatumika kama kitovu cha uendeshaji na vifaa kwa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, kikiwa na akiba kubwa ya nyenzo za kusambaza shughuli mbalimbali. Lakini pia kuna kambi ya anga ya Ali Al-Salem ambapo ni nyumbani mwa kitengo cha 386 cha usafiri wa anga, kitovu kikuu cha usafirishaji wa ndege na lango la kupeleka nguvu za kivita kwa vikosi vya pamoja vya muungano katika kanda. Marekani vilevile ina ndege zisizokuwa na rubani ikiwemo ile ya MQ-9 Reaper, miongoni mwa ndege hatari za kijeshi zinazotumiwa na Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na inadaiwa kwamba ni miongoni mwa ndege ambazo huenda zingetumika katika kufanya mashambulizi ikiwa vita ingekuwa kubwa zaidi kati ya Iran pamoja na Marekani. Kambi nyingine ya jeshi ni ile ya Al Udeid nchini Qatar iliyofanywa mashambulizi na Iran, na ni katika eneo hilo ambapo kuna makao makuu ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM na kikosi chake cha anga. Al Udeid imekuwa muhimu katika operesheni za kijeshi za Marekani huko nchini Iraq, Syria na Afghanistan. Kitengo chake cha 379 cha usafiri wa anga wa jeshi la anga la Marekani pia kipo huko. Rais Donald Trump alikitembelea kituo hicho mnamo tarehe 15 Mei mwaka huu wakati wa ziara yake ya Mashariki ya Kati. Katika siku za hivi karibuni, Washington iliondoa makumi ya ndege katika uwanja wa ndege wa Al Udeid kama ilivyoonyeshwa kwenye picha za satellite na kuibua shaka kwamba ilitaka kuzilinda dhidi ya mashambulizi ya Iran ambayo yangeweza kutokea. Eneo jingine ni katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Huku kuna wanajeshi wa Marekani na wanamiliki kambi ya wanaanga wa Al Dhafra katika uwanja wa kifalme wa UAE, kituo cha kimkakati kinachojihusisha na upelelezi, kukusanya taarifa za kijasusi na kuunga mkono operesheni za anga.
Hata hivyo, kuna kituo kingine cha nchini Iraq ambapo ngome ya kijeshi hiyo ina wanajeshi 160,000 waliotumwa nchini Iraq, kambi zaidi ya 500 wakati wa uvamizi uliompindua Saddam Hussein uliodumu kutoka mwaka 2001 hadi 2003. Hata hivyo, kwa sasa kuna wanajeshi 2500 tu wa Kimarekani waliko nchini humo, na Washington inafanya mazungumzo na serikali ya Baghdad ili kuwaondoa polepole. Kambi nyingine ya kijeshi ya Marekani ipo huko Syria. Kuna idadi ya wanajeshi wa Kimarekani nchini Syria na pia wanahusishwa na mapambano dhidi ya Islamic State ambayo yaliibuka kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka nchini humo tangu mwaka 2011 na hatimaye kuteka sehemu kubwa ya ardhi ya Syria na Iraq. Jeshi la Marekani lina takribani wanajeshi 2,000 tu katika kambi mbalimbali za Syria, wakishirikiana na vikosi vya usalama vya ndani ili kuzuia kuibuka tena kwa makundi ya kijihadi. Mwezi Juni, Washington ilitangaza kuwa itapunguza idadi ya kambi za kijeshi inazoziendesha nchini humo kutoka 8 hadi 1 na kwamba itabadilisha sera za nchi hiyo kwa sababu hakuna hata moja inayofanya kazi. Mtazamaji, hizo ndio kambi hatari za kijeshi za Marekani zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati ambazo Marekani inazitegemea pale ambapo itakuwa na mapambano na taifa lolote. Na hata wakati huu kama kungekuwa na vita kubwa kati ya Iran na Marekani, huenda ni maeneo haya ambayo yangeweza kutumika kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya taifa la Kiajemi. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.